بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكرا على نعام منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu wapendwa Islam, awali ya yote tunamshukuru Allah kwa chungu ya neema alizotuneemesha, na tunamwombea rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamwomba Allah atulipe fadhila na malipo ya kheri ya kikao chetu hiki, na tutakabalie ibada zetu na iwe sababu ya kuongoka kwetu na kupata rehema zake. Ndugu zangu Waislamu, kwa dakika chache insha Allah nitazungumza nanyi jambo muhimu sana. Mazungumzo yangu haya naomba niyafungue kwa kisa au mkasa ambao huu ni mkasa ndio ushuhudia mimi mwenyewe, sio pauko pakawa. Ni tukio ambalo limetokea katika kisiwa chetu hiki, nchi yetu hii ya Zanzibar. Kuna mama mmoja ambaye yupo na mumewe, ni watu wazima lakini wana watoto. Miongoni mwa watoto wao yupo mtoto wao mmoja, binti mkubwa tu. Basi ukafika wakati huyu binti akaanza kuumwa, kawa anaumwa. Alipokuwa anaumwa, mama akaungana na binti yake, wakaanza mashambulizi kwa baba. Kwa hiyo mama anapeleka mashambulizi kwa mumewe, lakini anaungana na mtoto wake wa kike. Na mashambulizi yenyewe ni kwamba wanamtuhumu kuwa yeye anataka kumuua mwanawe, yani amemroga. Na hii ni hali inayowakuta watu wengi katika maisha. Unaweza ukapelekewa tuhuma, ukaletewa tuhuma nzito ambayo si tu kwamba umeshafanya hilo ambalo unatuhumiwa nalo, hata kufikiria kulifanya hujawahi kufikiria. Basi yule mzee, nguvu za kujitetea kwa kweli zikawa ni ndogo kwake, haeleweki kila anavyojitetea. Mtoto anaumwa kweli, hali yake si nzuri. Kwa hiyo mtoto na mama wameshirikiana kwamba wewe ndiye ambaye umemroga huyu. Mtoto anasema baba ndiye ambaye ameniroga, kuna dalili hii na hii na hii, na mama hivyo hivyo. Hapa nazungumza jambo ambalo lipo na wala sio kwamba limetokea miaka mingi, takriban kama mwaka mmoja na nusu tu umepita. Yule mzee akaenda kwa walimu wa madrasa kwenda kuomba msaada, niombeni dua angalau nipatane mimi na mke wangu, haya mambo yaishe, Allah aniletee wepesi. Kwa hakika mimi sijafanya jambo kama hili, sijamroga mimi mwanangu. Siku zikapita, kumbe kilichokuwa kipo kwa yule mtoto wa kike ni ujauzito. Lakini ujauzito ule haukudhihiri, yani tumbo lake halikudhihiri, na wala mama hakushtuka. Ni mtu mzima lakini hakushtuka. Na kwa hivyo ulipofika wakati sasa wa kujifungua, ndo ilipobainika sasa kuwa kumbe kule kuumwa sio baba alikuwa anataka kumuua mwanawe, bali ni ujauzito. Angalieni hiki kilichotokea hapa. Mtoto anajua, anafahamu kwamba yeye kuna balaa ameshaifanya, ni mjamzito. Mama yake bila ya kufanya utafiti, bila ya kumpeleka hospitali, moja kwa moja anapeleka tuhuma kwa mume. Mume anahangaika, kumbe tatizo ni ujauzito. Amefanya kosa mtoto wa kike la kufanya uzinifu, kisha anaongeza kosa jingine la kumtuhumu jambo baya baba yake. Basi alipokaribia kujifungua, yule mzee akawa anaenda tena kwa walimu wa madrasa, anawaomba niombeni dua jamani,
huyu mwanangu ajifungue salama, lisije likatokea tatizo nikaja nikaambiwa nilikuwa nimemuandama vile vile. Akijifungua salama akapoa, litajulikana ni hili peke yake la ujauzito na mimi sijamroga. Nimetoa mfano huu kama ni awali, ni mwanzo au utangulizi wa mazungumzo yangu machache au mafupi ninayotaka kuyazungumza. Huu mkasa uliotokea hapa, huu mkasa uliotokea unaakisi hali za familia nyingi ambazo zipo katika jamii yetu. Kwa maana kilichopo katika familia nyingi kwenye jamii yetu ni kwamba kwanza wengi katika wanawake hawana heshima kubwa kwa waume zao, la kwanza. Lakini hili si maudhui yangu. Maudhui yangu ni kwamba wengi katika wanawake pia wanazembea sana kwenye kulea watoto wao. Ingawa hili la malezi haliko tu kwa wanawake, si tatizo la wanawake tu, na wanaume pia, lakini kwa hakika ijapo asilimia ndogo imezidi kwa upande wa wanawake katika kuwaharibu watoto kimalezi. Na kwa hivyo kwa dakika chache biidhnillah nataka kukukumbusheni na kuikumbusha nafsi yangu juu ya kile ambacho kimepotea katika jamii yetu, kuwashika watoto wetu na kuwalea vile ambavyo Uislamu umetutaka tuwalee watoto wetu. Nataka nitoe mfano wa mama mwingine sasa ili tuweze kuelewana vizuri zaidi. Huyu mama mwingine ninayemtolea mfano sasa hivi ni shangazi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Safiya bintu Abdul Muttalib. Mama Safiya radhiyallahu anha alikuwa na mtoto wake anaitwa Zubair ibn al-Awwam. Bibi Safiya alivyokuwa anamlea yule mtoto wake katika misingi ya maadili, misingi ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha watoto walelewe, kuna baadhi ya watu walimtuhumu Bibi Safiya kwamba anamnyanyasa mwanawe. Wakawa wanamwambia Safiya, huyu mtoto umezidi. Hata huu upigaji unaompiga si upigaji wa mama anavyompiga mwanawe, unamuonea, unamnyanyasa. Lakini Safiya akatunga maneno akasema, man qala qad abghadhtuhu faqad kadhab, innama adribuhu likay yalib wa yahzima aljaysha wa yati bisalab. Man qala qad abghadhtuhu faqad kadhab, yule aliyesema kwamba mimi namchukia mwanangu, simpendi mwanangu, basi kazungumza uongo. Mimi nampenda mwanangu. Wa innama adribuhu likay yalib, lakini sababu inayofanya mimi mwanangu nimpige, nimwadabishe, likay yalib, ili awe na akili, ili awe na uhodari, ili awe timamu, awe yuko vizuri. Wa yahzima aljaysha wa yati bisalab, na ili aje alishinde jeshi la makufar, ili aje na ngawira, yani kwa maana awe mtetezi mzuri wa dini ya Uislamu. Haya ni malezi ya mama mwingine Safiya, ambaye aliwajibu wale wanaosema kwamba anamuonea mtoto wake, akawaambia hapana, mwanangu mimi namnyoosha ili aje awe mtetezi wa Uislamu na aje awe ni mtu mwenye akili nzuri. Ndugu zangu, ni ukweli usiopingika kwamba jambo muhimu sana tumelipuuza, kubwa, muhimu sana, na jambo lenyewe ni kutowalea watoto katika mfumo ambao unastahiki tuliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hatuwalei watoto. Wengi wetu, si sote, kuna watu wako vizuri kimalezi, lakini wallahi ukiangalia jamii, watu wengi wamezembea katika malezi. Watoto tunaopishana nao wanaoishi katika mitaa yetu ni watoto ambao hawana nidhamu, hawaheshimu mkubwa, na wanaweza kumjibu yoyote, wanaweza kumzomea yoyote. Muhimu wawe hawamjui tu. Wakiwa hawamjui, basi heshima kwa huyo mtu hakuna. Watoto tunaowalea ni watoto ambao hawana hamu na Uislamu na dini yao, hawana uchungu na dini yao, na wala hawana mipango na mikakati ya kuja kuitetea dini yao na kuja kuifundisha dini yao. Kwanza, tumewaachia watoto wawe hawana nidhamu, hawana heshima. La pili, tumewaacha watoto akili zao zimili zielemee katika mipango ya kidunia.
Mtoto unamfundisha na unamuonyesha hasa kivitendo kwamba wewe, ninachokitaka mimi hasa kwako, uwe mtu fulani katika maisha, uwe na hadhi au cheo fulani katika dunia, katika maisha ya dunia. Lakini ama katika upande wa kuijua dini yako, katika upande wa kuitetea dini yako, hilo si muhimu. Mzazi unamuonyesha hasa yule mtoto, unampigania kwenye shule vile ambavyo humpiganii katika dini yake. Mwanangu, fanya vizuri, soma uwe daktari. Ni jambo zuri asome awe daktari, ni jambo zuri asome awe engineer, asome awe kadhaa, awe hivi. Lakini ikiwa atasoma huyu, atakuwa daktari ambaye anawatibu watu mathalan, daktari huyu hajui chochote katika Qur'ani, hajui chochote katika sunna, mwongozo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni daktari ambaye ataleta shida. Na akiwa kiongozi, atakuwa kiongozi ambaye ataleta shida, atakuwa kiongozi anayepora vitu vya watu, anayeiba, asiyehurumia, anawaongoza, kwa sababu alisoma na alitengenezwa asome kwa ajili ya maslahi na maisha ya duniani tu. Mambo mawili haya tunakosea sana. La kwanza, tunawaacha watoto wawe hawana heshima. Mtoto ndani, baada ya kushughulikiwa kula kwake, kuvaa kwake, na kwamba anaenda shule anarudi, anaenda madrasa anarudi, baba akishajua hilo tu basi. Lakini masala ya kwamba mtoto anaswali hasali, masala ya kwamba anafata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo au hafati, masala hayo baba si yake wala mama si yake. Na ukishafika wakati mtoto atatafutiwa simu, awe wa kike au wa kiume, wakati ambao hakuna hitajio la lazima kwake kupewa simu, lakini atapewa, kisha anayoyafanya kwenye hiyo simu hashughulikiwi, yuko huru, awe wa kike au wa kiume. Mpaka watoto wa kike tunawaacha huru, wanatembea usiku, wanarudi nyumbani wakati wanaotaka, wanatoka wakati wanaotaka, wanakokwenda hatukujui. Sisi wanaume ambao ni wasimamizi wa familia tunasahau kwamba ni wajibu wetu na tutaulizwa mbele ya Allah, ni vipi tuliwasimamia hawa watoto. Kwa hiyo ninalo kukumbusheni na kuikumbusha nafsi yangu kwamba Allah tujitahidi sana kuwasimamia watoto, tujitahidi sana. Sisi wanaume ambao ndo kichwa cha familia, tuwasimamie wale watoto wetu, lakini pia tuwasimamie wake zetu. Wanawake kama nilivyotangulia kusema, wana mchango mkubwa kuliko wanaume katika kuharibu watoto hivi sasa. Na itarajiwavyo, yani vile ambavyo ilikuwa iwe, ni kwamba kina mama ndo wawe na mchango mkubwa zaidi kimalezi, kwa sababu ndo wana muda mkubwa, kwa asilimia kubwa kina mama ndo wenye muda mkubwa wa kukaa na watoto. Lakini sasa hivi wakina mama ndo wenye kuchukua nafasi kubwa kuwaharibu watoto. Sasa ni lazima hili tulisimamie na turudi katika mwongozo wetu sahihi. Tutazame wapi tumekosea, tusahihishe. Malezi, turudi katika mfumo wa malezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Tuwalee watoto katika itikadi sahihi, tuwalee watoto kuwa na hofu ya Allah. Angalia watoto waliokuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi walilelewa. Umar ibn Abi Salama alikuwa mdogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha Umar mpaka namna ya kula. Anamfundisha samillah wa kul biyaminik, kwanza mtaje Allah, wa kul biyaminik, kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalik, kula sehemu ya mbele ya chakula, mbele yako kula. Anamfundisha mtoto ambaye anamlea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamfundisha kila kitu mpaka namna ya kula. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na wale watoto wake. Ni lazima tuwafundishe watoto wetu kuwa na nidhamu, kuanzia maneno yao na vitendo vyao. Hili ndo la kwanza. Siku moja Sayyiduna Anas radhiallahu anhu alikuwa amekaa na binti yake yupo. Sasa sahaba huyu Anas akawa anasimulia kisa ambacho kilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasimulia kwamba kuna mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja kwa Mtume
kujitoa mwenyewe nafsi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamtaka amuoe Mtume. Yani kwa maana huyu mwanamke amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, nioe, niko tayari unioe, nimekuja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuoa, alikuwa hana hitaji la kuoa kwa wakati huo. Sasa hiki kisa kipo na Anas alikuwa anasimulia, na binti yake Anas, mtoto wake wa kike, alikuwepo. Sasa yule mtoto wake wa kike Sayyiduna Anas akasema, wewe mwanamke ameenda mwenyewe kwa Mtume, ameenda kujitoa mwenyewe, ma aqalla hayaaha wa sawata. Aibu ilioje, hana haya, ana uchache wa haya. Basi huyo hao ni haya kwenda kwa mwanamume kujitoa mwenyewe akasema nataka unioe. Binti wa Anas radhiallahu anhu anasema maneno haya, anamponda mwanamke mwenzake. Na kama tujuavyo, wanawake ndivyo walivyo, mara nyingi huwa na maneno wao wenyewe kwa wenyewe, wanapenda kusemana semana. Pale pale Sayyiduna Anas hakumuacha binti yake, akamnyosha pale pale, akamwambia, hiya khairu minki raghibat fi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa'aradat alayhi nafsaha. Akamwambia, mwanangu, sikiliza, hayo maneno uliyosema si sahihi kabisa, ni maneno mabaya. Mimi nakwambia wallahi, mwanamke huyu ni bora kuliko wewe, humpati kwa chochote, ni mbora, ni mcha Mungu kuliko wewe. Wewe huoni mwanamke kampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kataka nafasi ya kuwa awe mke wa Mtume, na akajitoa mwenyewe akaenda kwa Mtume aolewe. Wewe unasema ana haya kidogo, hana haya, unasema hivyo? Yeye basi ni bora kuliko wewe. Na ni kweli, ni nafasi kubwa sana kuwa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke kupata nafasi awe ni mke wa Mtume, awe ni mama wa Waislamu, ni nafasi kubwa. Sasa yeye amemponda, lakini Sayyiduna Anas, angalia, alimrudi pale pale binti yake, alimwambia, hicho unachokisema si sahihi, na kwa taarifa yako yeye ni bora kuliko wewe. Hapa na kuonyesheni taswira tu ya jinsi waliopita, wema waliopita walikuwa wakiwaongoza watoto wao katika kuzungumza, lakini pia katika tabia, katika mwenendo. Sasa hivi zimekuja fikra tumeingizwa nazo za kwamba mtoto asijisikie vibaya, mtoto wewe mlee vizuri lakini asijisikie vibaya. Wewe sema naye maneno mazuri, hata akitovuka adabu usije ukampiga, asijisikie vibaya. Na hizi fikra zimeanza kuathiri mpaka wasomi, jambo la kusikitisha. Wasomi wa dini ambao tunatarajia wataiongoza jamii vizuri katika malezi, wameanza kusema maneno kama haya, mtoto asipigwe. Kwani lazima mtoto mpige kwa wewe umeelewa kwa bakora? Mtoto akipigwa bwana anaathirika kiakili. Ukisikia mtu anasema maneno kama haya kwamba eti mtoto akipigwa bakora, akiadabishwa, anaathirika kiakili, inaonekana huyu msemaji yeye ndo ameathirika kiakili. Na wazee kama hawa unakuta sometime mtoto anaadhibiwa, anaadabishwa na mwalimu wa madrasa au mwalimu wa skuli, anakwenda kumtolea maneno makali mwalimu, mpaka mwalimu ananyongeka, anakatika tamaa. Anaona, huyu mzee nimefanya mengi kwa mtoto wake, nimemsomesha mwanawe muda mrefu, hakuna siku aliyokuja kunipongeza au kunipa zawadi, lakini leo nimemwadabisha mwanawe, amekuja kunishambulia. Hii fikra ni potofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi sote tunajua, ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto akiacha sala akiwa na miaka 10 tumfanye nini? Tumwadabishe, tumpige. Hayo ni mafundisho ya Mtume, na ulama wanasema hivyo kwamba mtoto si tu kwamba anapigwa kwenye kuacha sala, bali hata akiwa amefanya makosa mengine kama vile anatukana mara kwa mara, hana adabu, aadabishwe kwa bakora. Sasa mtu anakuja kusema mbona Mtume hajawahi kumpiga mtoto wake bakora? Wewe ulitarajia mtoto yupi wa Mtume apigwe bakora? Ibrahimu, Fatima, yupi apigwe bakora? Watoto ambao wamelelewa na mikono mitukufu na wamepata baraka zote, hawakuwa wakorofi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia katika mafundisho yake anasema vipi? Fa walladhi nafsi biyadi
lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha, mimi sina upendeleo kwa wanangu, hata Fatima mwanangu lau ataiba huyu nitamkata mkono. Wanangu mimi nataka wanyoke kama wanavyotakiwa wanyoke watoto wa wengine. Sasa nazungumza kuhusu hii fikra kwamba watoto wasipigwe bakora, wasiadabishwe. Jambo linalomuathiri mtoto ambalo halikubaliki ni kumpiga upigaji usiokuwa wa saizi yake, asiyoweza kuuhimili. Ukampiga mtoto vibao au rungu kubwa au bakora lakini zikawa nyingi mpaka mtoto akawa hapumui vizuri, au ukawa unampiga ovyo ovyo bila sababu ya msingi, kila wakati unampiga tu ovyo ovyo, mtoto hana raha, anakuogopa wewe baba, hili halikubaliki. Lakini kumuadabisha katika njia ya kawaida, kwamba ulishamuelekeza jambo, mwanangu mathalan swali, anakimbia kimbia, mara kiamsho alfajiri anaenda kuzunguka nyumba, anarudi anajitia maji kwenye kichwa, anasema nimerudi kuswali. Siku ya pili hivyo hivyo, mwanangu nenda dukani ukanunue kitu fulani, haendi, mara anamjibu mamake sitaki. Katika hali hii ufike wakati umuadabishe, umpige bakora ambazo zitakuwa ni za saizi yake, yani bakora ambazo zitakuwa anaweza kuzihimili. Na kwa hivyo katika njia za kumlea mtoto na kumnyoosha, moja ni kwamba aadabishwe mtoto anapokosea, lakini kwanza zungumza naye. Na katika kumwadabisha kwako, umuadabishe kwenye njia ambayo asiingie hofu. Mtoto alivyo ni kwamba wewe baba ukiwa unamuadabisha kwa utaratibu, mtoto anaelewa kwamba baba yangu si mkorofi, baba yangu ni mtu mzuri, au mama yangu ni mtu mzuri, na baba yangu ananiletea zawadi, nikiwa na shida namuendea, hana shida. Kwa sababu ile mtoto umkabili, yani uishi naye katika hali ya kumvuta kwako, akupende, asikuogope, akiwa na shida yote aweze kukuambia, lakini tu umtengeneze katika mazingira ambayo awe anafahamu kwamba mimi baba hana shida, lakini hataki nifanye uzembe, hataki nifanye upuuzi, lakini hana shida, ni mtu mzuri baba au mama, ni mtu mzuri, lakini tu hataki upuuzi, anataka ni swali, anataka nifanye mema, anataka niheshimu watu, anataka nitii watu wazima, niwasikilize wakubwa zangu. Basi mtoto anaelewa. Ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba tabia nzuri au mwenendo bora, ucha Mungu, tabia njema haiwezi kufikiwa bila ya maumivu. Lazima hili tuelewe. Kila mzazi na kila mlezi hili lazima aelewe. Na kwa hivyo hii fikra kwamba mtoto asiumie, asijisikie vibaya, mtoto asijakalia, kwa hiyo mtoto anatukana matusi, bado yeye mtoto asiachiwe, mwacheni kwanza, bado mdogo kidogo, mwacheni atukane, hamna shida, usimgombe asijakalia akajisikia vibaya, ataathirika kisaikolojia. Malezi haya jamani, malezi haya yatatuzalishia watu wahuni, watu wasona nidhamu, mashoga, watu wa ovyo, ndio yatatuzalishia vijana wa aina hiyo. Muadabishe mtoto wako, lakini kwa njia sahihi. Usimfanye tu awe anakuogopa, lakini siwe tena mtoto asijisikie vibaya. Hakuna tabia inayofikiwa bila ya maumivu. Hebu tutoe mfano sisi tu watu wazima. We mtu mzima, ili uweze kudumu na suala la kudumisha sala 5, unaweza kudumu na hilo, unaweza kulimudu hilo bila kuumia? Huwezi. Ni lazima uumie ili uweze kusimamisha sala 5, lazima uumie. Mwisho tena unazoea, lakini mwanzo unapoanza lazima uumie. Kuamka alfajiri, ukifika dhuhuri unaacha kila kitu, unaenda kuswali la asiri, isha, magharibi, swala zote 5 uswali swala 5, swala 5. Hebu angalia watu wengi wanavyoshindwa kuswali swala 5. Zile swala 5 ili uziweze lazima upate maumivu, kwa sababu asli nafsi inataka furaha, burudani, na haipendi mambo ya kheri. Sasa hili si kwa mtu mzima tu, hata mtoto hivyo hivyo. Mtoto ili aweze kuwa mtoto mwenye nidhamu na heshima, ni lazima aumie, lazima apate maumivu, kwa maana lazima nafsi yake iteseke. Mtoto utaenda kumwamsha asubuhi alfajiri ya swali kila siku, utamuonea huruma, anapepesuka njiani, siku nyingine ataenda kujificha, lakini usimuonee huruma, lazima amke.
lazima. Siku nyingine wewe unaamka usiku, mfundishe mtoto wako ambaye ana miaka 12, 13, 14 kuamka usiku, muamshe mtoto. Mtoto msitaki kumsumbua. Shekhe, huyu mtoto ndo unamfundisha kuufikia wema, kuwa mtu bora, lazima apate maumivu. Mtoto wako lazima ajue kusoma Qur'an, aende madrasa, aadabishwe kidogo na mwalimu. Wakati wa kucheza akihitajika madrasa aende. Anaumia lakini lazima aumie. Hakuna matukufu yanayopatikana bila ya maumivu, hakuna. Ni lazima kulifikia kila zuri yapatikane maumivu. Na mtoto mdogo hawezi kuwa na tabia njema bila ya kupata maumivu. Lazima apate maumivu, aumie. Na kwa hivyo lazima hili tulizingatie. Tuwasimamie watoto wetu, lakini na wake zetu. Wanawake wanawaharibu watoto. Mimi nasema wanawake wa sasa hivi asilimia kubwa wanawaharibu watoto. Sijui ndo mapenzi, manake watu sijui ndo wanahisi watu wa sasa hivi ndo kumpenda mtoto. Basi anakuwa ni mlaini sana kwa mtoto mpaka yule mtoto mwenyewe anajua. Mimi nimeshamuona mtoto amekaa na baba yake hivi wanakula. Anafanya utovu wa adabu, anaongea maneno ya ovyo, baba anamwambia nitakupiga bako, na mtoto anasema huwezi. Na baba hajaweza kweli, wewe, basi akaisha. Haya ndo malezi yetu tulionayo, ndo tunahisi labda ndo kumpenda mtoto tena, ndo mtoto atakuwa vizuri, kwa hiyo achiwe tu, awe huru, afanye analolitaka, asijakabanika huyu mtoto, asijakalia huyu mtoto. Wallahi malezi haya si sahihi. Na fikra hizi tunazoingizwa si fikra sahihi. Kudai sijui haki za watoto, hao wanaotuletea fikra hizo ni makafiri. Sisi Waislamu hatuna uhuru wa kujifanyia tunavyotaka, na watoto wetu hawana uhuru wa kufanya wanavyotaka. Watoto wetu sisi lazima waishi kwenye misingi ya dini yetu, kwenye taratibu ya dini yetu. Lazima wadogo tuanze kuwafundisha kuswali, tuwafundishe kutoa, tuwafundishe kutokusema maneno mabaya, tuwafundishe hayo. Lakini tusiwape bichwa watoto wakawa wanajisikia kwamba wao wana nafasi kubwa mpaka wakawa hawana nidhamu. Hili nalisema kwa msisitizo kwa sababu jamii yetu ambayo tunaelekea hivi sasa, jamii inayofuata, kizazi kinachofuata ndo kizazi cha hawa watoto wanaonekana hivi sasa. Watoto ambao vigezo vyao, wale watu wanaowaiga ni watu wa kwenye mitandao, wachezaji mpira, sijui wasanii. Watoto mitaani vinywa vyao kutwa vimejaa stori za mipira, vimejaa stori za wasanii, vimejaa nyimbo, maneno ya upuuzi, sijui magemu, vitu vya upuuzi vitupu. Ukimuuliza nitajie Mtume sallallahu alaihi wasallam majina yake matatu tu, lake, la baba yake na la babu yake, kazi. Umeshampa kazi ngumu. Hajui chochote kuhusu mtume wake, hajui chochote kuhusu Qur'ani, hajui chochote kuhusu sheria ya dini yake. Yeye yupo tu mtoto. Lakini ukamueleza kuhusu mpira, atakutajia timu za nje huko, mpaka idadi ya wachezaji, wanavyolipwa, kila kitu. Wasanii atakutajia, tamthilia, movie mbalimbali, mambo ya kipuuzi. Watoto wanaishi kwenye majumba yetu. Ni lazima tuwasimamie na tujue kwamba tutakuja kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni vipi tuliwalea vijana wetu? Nao watakuja kutukamata, kwa sababu tutakuwa tumewanyima haki yao. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachokukumbusheni na kuikumbusha nafsi yangu kwamba Allah malezi. Sasa hivi wallahi jamii inaharibika, watoto wanaharibika. Watoto wengi wanavuta mabangi, hawana nidhamu, hawana heshima, hawaheshimu tena Qur'ani. Ni watoto wachache tu ndio ambao wanashughulikia Qur'ani. Watoto tunaona hawendi madrasa. Madrasa zinakaliwa na vitoto vidogo vidogo, akikuwa kidogo anakimbia. Hivi karibuni kuna tukio lilienea sana. Na tukio lenyewe hospitali ya Mwembeladu pale, kuna mama alijifungulia chooni. Yule mama ametoa maelezo yake, akasikitika kwamba mimi nimetelekezwa bwana, wamenitolea maneno hawa wauguzi. Ile hali ni hali ambayo ipo kweli, si kwa hospitali hiyo tu, kwa hospitali nyingi.
Wale wauguzi, madaktari, hasa wanawake, wanawashambulia kwa maneno makali wanawake wenzao, na wanaume wanawatolea maneno machafu mama zetu, dada zetu. Hawana ustaarabu, hawana lugha nzuri. Ukiviona vimevaa mavazi ambayo sio mavazi ya stara, mara shingo iko wazi, nywele zinaonekana, na ni watoto wa Kiislamu hao. Anakuja mama ambaye anamzaa kabisa, yeye anamtolea maneno. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye labda ni muuguzi pale au ni daktari. Hivi mnadhani kwa nini imekuwa hivi? Imekuwa hivi kwa sababu ya malezi. Wallahi, malezi. Hawa tunaowaona hawa madaktari sio wauguzi, walivyolelewa huko nyuma walipokuwa wanasoma, walilelewa someni kwa ajili ya kazi, mupate pesa basi. Lakini hawakufundishwa ile imani, itikadi, Qur'ani, kwamba muwe na huruma, soma uje uwe muuguzi. Lakini lengo lako kuu katika huo uuguzi iwe ni kuwahudumia, kuwasaidia watu. Suala la kwamba wewe utakuwa unapata kipato, hilo ni suala la ziada tu litakalopatikana kwako, litakusaidia katika maisha yako. Lakini uwe katika hali ya kujitolea kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, iwe ndo sehemu ya kuisaidia kwako jamii. Huyo hakufundishwa hivyo. Tokea mdogo anasoma, hajui anasoma kwa ajili gani, hamjui Mola wake, mpaka anakuwa mkubwa, anaingia chuoni, anajifunza udaktari, hajui anajua yeye mimi nasoma ili nje nipate hela, basi ndo anachokijua yeye. Kwa hiyo huyo haji kuwa na nidhamu, kwa sababu hata ile imani na huruma atakuwa hana. Na ndo hicho ninachokisema, tusipowalea vizuri kwa misingi ya imani na itikadi hawa vijana wetu, wallahi mbeleni kutakuja kuwa na vurugu kubwa sana. Viongozi watakao kuja huko mbeleni utakuja kuwa ni mtihani. Askari watakao kuja huko mbeleni, askari anaambiwa katulize vurugu, anaenda kulianzisha. Kalinde amani kwa watu fulani, anaenda kuwatia virungu. Ndio kitachokuja kutokezea. Madaktari ndio watakuwa kama hao, mara amkate maiti kiungo, mara watolee watu maneno machafu, mara atelekeze wagonjwa, yeye ufike mwisho wa mwezi achukue pesa. Hicho ndo anachokijua yeye. Tunachokosea kwa kile ambacho kimejiri katika jamii yetu, kikubwa tunachokosea ni tokea watoto wanapokuwa wadogo, tunashindwa kuwajenga katika misingi sahihi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza tuwajenge. Ni lazima watoto wetu tuwasimamie ipasavyo kumjua Allah na kumjua mtume wake, na kujua misingi na maadili wanayotakiwa wawe nayo, maadili ya Uislamu, misingi na taratibu za Uislamu wajue. Ni lazima tuwasimamie watoto wetu, wawe na heshima kwa kila mtu, wawe wanajua mazungumzo gani yazungumzwe kwa wakati gani, na hili mtoto afanyiwe akiwa mdogo. Ndio yale maneno waliokuwa wakiyasema wazee wetu, samaki mkunje angali mbichi. Akiwa mdogo, usiseme huyu mtoto hajui chochote, mwache alie leo ili apate maumivu ya kurekebishika, awe na tabia njema. Kwa lazima tuwasimamie watoto wetu na tuwafundishe haya yote, ndipo tutafanikiwa na tutapata kizazi bora. Wallahi ifahamike kwamba hili ni jambo la lazima kuwasimamia watoto wetu, ndugu zetu, ni jambo la lazima hili. Si jambo la khiari. Tutakuja kupata tabu sisi. Watoto hawa ambao tunawalea kienyeji hawa, tukijifia watoto hata habari hawana. Wanachowaza kile ulichowaachia na kuendelea na pirika zao. Masala sio ya kuombea dua au kutolee sadaka, si yake kabisa. Hana habari nayo hasa hayo. Yeye anachojua wewe umekufa, yako yameisha. Basi Allah tuongoze, aiongoze jamii yetu na kizazi chetu. Ulezi nao si jambo dogo, ulezi ni kazi ngumu sana. Lazima tushirikiane, tuambizane, tusaidiane. Iwe kama wazee wetu nyuma, wazee wetu walikuwa wanasaidiana, mtoto wako ni wa mwenzako. Sasa hivi sisi mpaka roho zetu zimebadilika, nafsi zetu zimebadilika. Mtoto wako ni wako, akirudiwa na mwenzako, akigombwa na mwenzako unakuwa mkali. Gomba wako, piga wako. Lazima tushirikiane katika malezi, ndio tutafanikiwa na jamii yetu itatengenea. Tunamuomba Allah atengeneze nafsi zetu na watoto wetu,